problematic as we can see Uganda on the attack. The shot's coming in, oh, it's at the back of the net. They've scored it. Arqui of Simba SC has put Uganda ahead, and that was just a moment of pure brilliance. They stole the ball. Emmanuel Okwi ametangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Uganda. Huyu ni miongoni mwa majina makubwa zaidi Afrika Mashariki, hususan nchini Tanzania na hata kwao nchini Uganda. Emmanuel Okwi alisajiliwa na klabu ya soka ya Simba mwaka 2009 akitokea Sports Club Villa ya pale nchini Uganda. Mechi yake ya kwanza kucheza kwa timu ya taifa ya Uganda ilikuwa ni mwaka 2009 kwenye michuano ya kombe la Sekafa Senior Challenge Cup pale ambapo timu yake ilifika finali ya michuano hiyo. Sasa basi huyu ni nani? Kwa kifupi, Emmanuel Okwi ni mshambuliaji ambaye amezaliwa Kampala nchini Uganda, lakini pia ametambulishwa zaidi kwenye soka nchini Uganda akiwa na kikosi cha Sports Club Villa ya pale nchini Uganda mpaka mwaka 2009 ambako Simba waliamua kumsaini nyota huyo kwa mkataba ambao alidumu mpaka mwaka 2012. Baada ya hapo, Emmanuel Okwi alisajiliwa na klabu ya Etoile Sahel ya pale nchini Tunisia ambako hakuweza kuwa na mafanikio baada ya kuwa na migogoro mingi ikiwemo swala la fedha za usajili ambako pia Simba waliweza kuwapeleka Etoile Sahel katika shirikisho la kandanda duniani FIFA kwa ajili ya kudai malimbikizo ya pesa hizo. Mwaka 2013 Emmanuel Okwi alijiunga na klabu ya Sports Club Villa baada ya FIFA kuamuru apate nafasi ya kucheza. Lakini baadaye kidogo Yanga walimsajili nyota huyo kwa ajili ya kuwatumikia na hakuweza kufanya vizuri zaidi akiwa na kikosi cha Yanga ambako mwaka 2014 Emmanuel Okwi alirejea tena kwenye kikosi cha Simba baada ya kugomea mechi kadhaa za kumalizia msimu akiwa na kikosi cha soka cha Yanga. Aliondoka mwaka 2015 na baadaye alirejea tena Simba mwaka 2017 ambako hapa ulikuwa ni muda wa kuweka ufalme zaidi ikiwa ni mara yake ya 3 akichezea kikosi cha Simba. Mwaka 2019 kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika pale nchini Misri, Emmanuel Okwi alifanya vizuri akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda akiongoza kama nahodha wa timu hiyo, jambo ambalo lilipelekea pia kuongeza matamanio ya vilabu kutoka Misri kwa ajili ya kumsaini nyota huyo. Baadaye kidogo klabu ya El Ittihad Alexandria ya pale nchini Misri ilimsaini Emmanuel Okwi na kuitumikia klabu hiyo muda mrefu kidogo kabla ya kuweza kutimkia katika taifa la Iraki kwenye klabu ya El Abil. Emmanuel Arnold Okwi, huyu ni miongoni mwa majina makubwa zaidi nchini Tanzania kutokana na yale ambayo ameyafanya makubwa akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya Simba, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji waandamizi zaidi ambao watakumbukwa katika historia ya karibuni akiwa na timu ya taifa ya Uganda. Mechi yake ya kwanza kuchezea Uganda ilikuwa ni mwaka 2009 kwenye finali za Sekafa Senior Challenge Cup ambako pia alifunga goli lake la kwanza katika mechi dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda. Na mechi yake ya mwisho kuichezea Uganda ilikuwa ni mwaka 2024 katika mechi ya kirafiki dhidi ya Uzbekistan ambako pia alifunga goli hilo akiwa amefunga jumla ya magoli 28 kwenye timu ya taifa ya Uganda. Ametangaza kustaafu kuichezea timu yake ya taifa ya Uganda na sasa anakuwa anampisha Khalid Aucho wa klabu ya Yanga kuwa ndio nahodha mkuu wa kikosi hicho. Miaka 32 tu imemtosha Emmanuel Okwi kutangaza kustaafu kuitumikia timu yake ya taifa ya Uganda, Uganda Cranes. Na sasa anakuwa ni miongoni mwa malegend ambao wanaheshimika zaidi kutokana na yale makubwa ambayo ameyafanya. Kwa mashabiki wa klabu ya Simba nchini Tanzania ni miongoni mwa watu ambao wanamkumbuka zaidi kwa kila ambacho amekifanya, ikiwemo kuwa ni miongoni mwa kikosi ambacho kilipeleka Simba hatua ya robo finali ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakati wa msimu akiwa na pacha ya Meddie Kagere, John Raphael Bocco pamoja na yeye mwenyewe Emmanuel Arnold Okwi. Atakumbuka pia zaidi kwa vituko vyake na baadhi ya mambo ambayo alikuwa akiyafanya ikiwemo migomo na mambo mengine ya mashinikizo ya kulipwa pesa zake ambazo alizokuwa akizihitaji. Watu wa Yanga watakumbuka kwamba ni miongoni mwa usajili mkubwa ambao aliwahi kufanya kutoka nchini Uganda, lakini ni miongoni mwa usajili ambazo hazikuweza kuwa na matunda makubwa kwa upande wa klabu yao. Unamkumbuka zaidi Emmanuel Okwi kwa jambo gani, hasa wewe ambaye ni shabiki wa Simba au Yanga, ama kwa wale ambao wanakumbuka kwenye kila ambacho amekifanya kwenye timu yake ya taifa ya Uganda? Hii ni Travel TV na mimi ni Mbushi Kwilasa.